Bungeni leo. Naitwa Masanja Kungu Kadogosa, ni mbunge wa jimbo la Bariadi vijijini Simiyu. Ni kweli tumeapishwa leo, muda sio mrefu sana, na kwamba sasa hivi ndio sio wabunge wateule tena, ni wabunge. Sasa matarajio yangu kwa maana ya jimboni, ujue wakati tunafanya kampeni tulikuwa tunatoa ahadi. Na ujuri wa Chama cha Mapinduzi tuna kitu kinaitwa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo na tunazungumza yale ambayo yamo ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na mwaka huu kwa maana kwa ilani ya sasa hivi ilikuwa nzuri sana. Kwa sababu tulikuwa na ile ilani kubwa, mimi nazungumzia mambo makubwa ya kitaifa. Lakini kuna kwa summary kidogo, kwa na kitabu kingine cha kati na kuwa na kitabu kingine kidogo kwa kila mkoa. Na ndani mlo unakuta kwamba kila jimbo wameahidi, na bahati nzuri unaweza kukuta kwamba wameshusha zaidi ku breakdown, ile inaenda mpaka katika level ya kata. Kwa hiyo ilikuwa rahisi sana wakati wa kampeni unapoenda kata, kwa sababu unafanya kampeni kwenye kata. Kwa mimi kwa sababu natokea kijiji, nilikuwa nafanya kampeni kijiji kwa kijiji. Kwa ni rahisi zaidi unapoenda kata fulani, sasa labda tumeenda kata ya Gambosh. Kata moja hapo ya kwangu ni kata, naona kama umeshuka kidogo. Katika kata 21 zile, kata moja wapo ni kata ya Gambosh, na mimi ndio mbunge wa maeneo hayo. Kwa kama ukienda kule, unajua kabisa kwamba hapa tunatakiwa labda tujenge shule ya msingi, au kuna shule ya sekondari, au kuna zahanati natakiwa, unajua inakuwa rahisi, au tunatakiwa tuchimbe kisima kirefu kwa ajili ya umwagiliaji. Kwa hiyo ni rahisi sana kuzungumzia kwa yale maeneo ya pale. Yapo mengine yanaweza kujitokeza ya kuongeza. Kwa hiyo matarajio ni kwamba yale ambao tumeahidi wananchi tunaanza utekelezaji wake. Tunaanza utekelezaji wake. Najua kwa bunge hili bajeti yetu itakuwa ile inayokuja. Hii tumeikuta kwa bunge waliopita, lakini sasa najua tukupeana hivyo. Lakini kwa maana ya bunge hili ambao linaanza la 13, bajeti yetu ya kwanza itaanza mwezi wa 7 tarehe 1. Kwa hiyo baada ya mwezi wa 3 wa 4 kule ndio tunaanza kuweka bajeti ya bunge hili. Kwa matarajio ni kwamba tutatekeleza yale ambayo tumeahidi. Na ushuhuda ni unajuaje tutatekeleza? Kwa sababu unajua uzuri wa Chama cha Mapinduzi ni kwamba hatusemi tutafanya. Tunaanzia kwanza tulifanya nini na tutafanya nini. Kwa yale ambayo tumeyafanya huko nyuma ni kielelezo tosha kwamba tulioahidi sasa hivi yatafanyika. Sawa. Kwa hiyo sasa kwa ushindi ambao wamekupa wananchi wako sasa, ndio nini neno unawaambia wao? Kwanza kuwashukuru sana. Unajua ni imani kubwa sisi kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 tuko wananchi takriban 383,000. Lakini kwa sasa hivi inawezekana tuko above 400,000. Kwa hiyo nazungumza wananchi almost 500,000 ni wananchi. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana kwa imani yao kwangu. Na mimi kazi yangu sasa yale ambao tumeahidi kushirikiana nao kuyatenda kwa ajili ya maendeleo kwa watu wa kijijini tuyafanya. Na unajua kijijini kwetu sisi wananchi asilimia kubwa au kama asilimia 100 ni wakulima au wafugaji. Au mtu mwingine anaweza kukuta anafanya kazi zote, anafuga na kulima, au mwingine anafuga tu. Kwa hiyo sisi tunapozungumzia maisha yetu ni wafugaji na wakulima. Kwa hiyo tuna mambo yetu tofauti na nyinyi watu wa mjini huku. Na tulitoa ahadi yetu katika mazingira yetu tunaoishi, ni vitu gani tutafanya. Kwenye kilimo kitu gani tutafanya, kwenye ufugaji. Kwenye miundombinu ilani ya Chama cha Mapinduzi imetutendea haki sana. Tuna kilomita zaidi ya 500 ambao tutashiriki katika ujenzi. Kuna madaraja, tutajenga madaraja mbalimbali kwa ajili ya kufungua vijijini. Kwa sababu ni jimbo jipya, unajua alikuwepo ndio limetengenezwa. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana ya kufanya kwenye miundombinu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wanasafirisha mazao yao kuyaleta mkoani. Kwa hiyo kazi tutaifanya. Ndio. Katika kampeni zangu nilikuwa nasema kwamba amani haina mbadala. Yaani uwezo kusema kwamba bila ya hiki amani inapotea. Amani haina mbadala, kwa sababu kila kitu kinaanzia kwenye amani. Kukiwepo na amani, mengine yanawezekana kuyazungumza. Kwa hiyo amani ni kila kitu. Na bahati nzuri sana kwa watu wa Simiyu wameweza kusikia hiyo. Na ndio maana katika mikoa ambao nafikiri hatukupata msukosuko yoyote, Simiyu tulikuwa moja hapo. Hatuku experience haya mambo mengine ambayo tumekuja kuyaona yakiendelea Dar es Salaam na miji mingine.
Kwa lakini kitu muhimu sana kwa wananchi, amani hii imejengwa kwa gharama kubwa na waasisi wa taifa hili, Mzee Nyerere na Mzee Karume, na sisi tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba hii amani inaendelea ndani ya nchi. Hatuna nchi nyingine.